Na leo nimemsikia mtu mmoja nikamtaja kwa jina Devota Minja anasema kwamba huu msimamo wa no reform no election haujawahi kupitishwa na kikao chochote cha kamati kuu ya chama. Yaani nikamwonea huruma sana dada yangu kwamba kama vikao vitatu vya kamati kuu vilivyopitisha no reform no election, alikuwa wapi wakati ni mjumbe? Kikao cha kwanza kabisa cha kamati kuu kilichopitisha no reform no election kilikaa tarehe 2 na 3 Disemba 2024. Kikao hicho kilikuwa kinatathmini tuliofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, uporaji mkubwa engwe ya wagombea na waliobaki kuhujumiwa. Kikao hicho kiliongozwa na aliyekuwa mwenyekiti Freeman Mbowe, mimi nilikuwa katibu. Na tarehe 10 mwezi Desemba, mwenyekiti Freeman Mbowe akafanya mkutano na waandishi wa habari, akaeleza msimamo wetu wa kwamba kwa tuliofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hatuko tayari tena ufanyike uchaguzi mwingine bila mabadiliko, na akasema no reforms no election ndio msimamo wetu. Uamuzi huo ukapelekwa tena kwenye kikao cha kamati kuu kilichokaa tarehe 19 mwezi Februari, makao makuu ya chama, kilichokuwa kinaandaa mkutano wa baraza kuu la chama. Uamuzi huo ambao ulipitishwa toka mwaka 2024 ukapelekwa tena kwenye kamati kuu baada ya uongozi mpya kupatikana. Kamati kuu iliyojifungia Bagamoyo kuanzia tarehe 31 mwezi Januari 2025 kwenye retreat mpaka kikao cha kamati kuu kilichokaa tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2025. Yeye akiwepo, tumekaa kikao Bagamoyo, tumekubaliana kwamba tunatekeleza vipi no reform no election. Lakini zaidi ya kamati kuu, bahati nzuri hivi vikao vilikuwa live. Mkutano mkuu wa chama ulikuwa live tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025. Mimi mwenyewe katibu mkuu, kikao kikiwa live tukiwa Mlimani City, kikao cha juu zaidi kuliko kamati kuu, kuliko baraza kuu, mkutano mkuu wa chama. Nikaueleza mkutano mkuu wa chama, nikasoma ripoti, taarifa ya katibu mkuu kwamba kamati kuu imeazimia hivi, ikapendekeza kwa baraza kuu limekubali. Sasa tunapendekeza mkutano mkuu upitishe azimio na kwamba chama kizima sasa kisimamie no reform no election, na wajumbe wote wa mkutano mkuu wakaipitisha hiyo azimio kwa kauli moja wakati wanapitisha taratibu ya katibu mkuu. Kwa hawa wanatoa visingizio, wanazungumza lugha ya CCM inayosema kwamba msimamo wa no reform ni wa Tundu Lissu, ni wa viongozi wachache.